za paving ambazo tunaweza tukatumia katika ujenzi wa misingi, kwa sababu zina matobo kwa ajili ya kutoa venti kuruhusu msingi kupumua, au tunaweza tukatumia kwa ajili ya kujenga kijengo kwa sababu haichukui mota mwingi. Kuna gepo ambao haitapata mota kwa ajili ya kuweka joint katika kijengo, lakini vile tunaweza tukatumia katika kijengo, kwa mfano workshop, kwa ajili tunaweka kama vent za ukuta zile ili kualau hewa kupita. Na hii mashine waga tunatumia umeme. Sema kwa bahati nzuri au mbaya, kwa leo hamna umeme. Tuseme bahati mbaya. Hii mashine ipo hapa inapatikana, tunahitaji wanafunzi. Tulitesti tu, lakini kuifanyia kazi kwa nje hatujaifanyia kwa sababu wanafunzi bado hatujapata wengi wa fani hii. Ndio. Lakini hapa mashine yetu inatumia diesel. Ni mashine kwa ajili ya kuchanganyia zege. Tunaweza tukatumia kwenye option mbili, kuchanganyia zege au kuchanganyia mota kwa ajili ya kufyatulia tofali. Hii mashine hii saidia kwa ukubwa mashine hii. Naam. Unatumia mifuko mingapi ya simenti na mchanga kiasi gani? Hii ukitaka kama imeshakatika. Haijakatika. Hapa hii ni loku kwa ajili ukishachanganya unaweza ukafungua ukatolea zege. Hii hapa kwa maximum unaweza ukachanganyia mifuko kwa pamoja, mifuko miwili. Mifuko miwili, yes. Mchanga ndo ngapi? Ni mchanga unaweza kutumia ndoo 30, ambao proportion yako unakuta kama unatumia 1:5, ambao ni kipimo vindoo vidogo vile. Kwa mfuko mmoja au miwili. Inategemea na unatumia wapi. Yes, ambao unakuta kama ni proportion 1:6, unakuta kindoo kimoja cha sementi, mfuko na vindoo vitatu vya sementi. Ina maana kindoo kimoja cha sementi, vindoo 5 vya mchanga. Kokoto vindoo 5, lakini inadependi kwamba ni kokoto za saizi gani, kwa sababu tunaangalia hilo. Ukitumia kokoto hizo ni za saizi kubwa, wakati unamimina jamvi unaweza ukaweka macho. Kwa maana tunaangalia hivyo. Anatumia ndoo 26. Nikuta fundi anatumia mfuko mmoja, ndoo 26, ndoo 25, mfuko mmoja wa saruji. Anatengeneza kitu ambacho sometimes kinaweza kikamletea effect. Tunakutana na tofali ambazo sio imara. Yes. Na huko ndio watu wanachokifanya. Ndio. Sasa wakati mnatoa elimu hiyo, toeni elimu kwa mafundi. Mkatafuta siku mtoita wafundi wote. Sasa kuongea nao. Ndio. Mkua chuo. Yaani mkaita mafundi, mkakaa mkapata muda wa kuongea nao, hasa kwenye resho. Tunagombana nao huko, kuta za mmonyoko kufanya hivi tofauti, kitupa chini hapa. Unapopotoka. Yaani sosi ni hapa. Sosi ni hapa. Yes. Kujua kwamba mfuko mmoja kiasi gani, na mwingine sio kujua, anaambiwa bwana wewe. Anabana material. Lakini tunakuja hapa. Hii ni mashine yetu kwa ajili ya kukatia tiles. Iweza tumepata jengo ya kufanya activity hiyo, lakini linakata tiles zenye ukubwa tofauti. Hii mashine unaweza ukakata tiles ya 30 kwa 30, unaweza ukakata tiles za 40 kwa 40, 50 kwa 50 mpaka 80. Imeishia kwenye 80 hapa. Ambayo hapa utaweka tiles yako, kuna kisu hapa utakandamiza, itakata. Mwisho wa siku utafika sehemu ambayo inaengo. Unaweza ikakatika yenyewe ukafika kwenye ingo, kanyonga tu kidogo ikakatika. Lakini baada ya hii mashine tuna hizi plastic mallets kwa ajili umeandaa eneo lako la kuweka tiles, ambao utatumia hii kwa sababu unaangalia na slope ambayo ngabeba ya mita 20. Kwa hiyo utatumia tu hiki kidogo, lakini kama unataka kufanya seti unaweza kutumia hii na kadhalika. Lakini hapa kuna panga hili, tunaamini katika mafundi tunafika tunakutana na sehemu ambazo zina vichaka. Tunatakiwa tufanye clearance of site kwanza ili tuweze kufanya set out. Lakini mwisho wa siku tuna hii ambayo tunaita building square hii, ambayo tunatumia kusetia majengo yetu yenye kona, kwa sababu kuna mwingine ana seti majengo zinakaa hapa, unazisafirisha kama sehemu ambayo umepanga kwamba uwekee. Lakini tunakuja hapa tuna hizi batching box kupima vipimo vyetu katika uwiano sawa, sababu tunaamini ndoo zingine zinapishana kwenye ukubwa. Tukitoka hapo tunakuja hapa, hii ni manyo
block making machine. Hii mashine yetu ya kufyatulia tofali ambayo tunatumia mkono, ambao ni inchi 5 kwa inchi 9 kwa inchi 18, ambayo hii tunaweza tukafyatua tofali za plain block au concrete block. Tunaweza tukafyatua tofali za kawaida za mchanga, sementi na maji, au tukafyatua tofali ambazo tunatumia mchanga, kokoto na maji. Inategemea kwamba hizo tofali unaenda kuzifanyia wapi activity. Hapa tuna hiki kimashine kidogo ambacho ni cha paving. Hiki nacho unaweza ukafyatua vipaving vidogo kwa ajili ya mchanga, sementi na maji, ambayo unaweza ukaweka kwenye sheli au sehemu za makazi ya watu. Hapo nje labda kuna kusanyika maji matope, unapanga kwamba sasa nipaboreshe ili nisikanyage matope, unaweza ukatumia hivi. Vile vile unaweza ukafyatua vya aina mbili, aidha uweke vya zege au uweke vya mchanga kawaida. Lakini hizi hapa tunatumia kama viaba kwa ajili ya kuhifadhia maji. Tunaamini kwamba sio site zote ambazo kila mtu ana maji. Unaweza ukakusanya maji yako hapa ili uweze kufanikisha mashine hii. Unaitumia pale ambapo aidha unajenga ghorofa kwenye slabu. Kwenye slabu ina maana kuna reinforcement concrete ambazo kuna mchanganyiko wa zege ambayo ni kokoto, mchanga na maji, lakini kuna application ya steel bar ya nondo tunaamini na formwork. Sasa ili kuweza kuruhusu kokoto yako kusambaa sehemu yote ya formwork, lazima utumie poka vibrator machine ili iweze kukusaidia kusambaza kokoto yako eneo lote. Okay. Na hii ni baadhi, na pia kwa sababu nyinyi mko kule kwenye umeme, unaweza ukapata tenda ya kujenga nyumba au ya kujenga darasa, na ukasema nitajenga na nitatengeneza nini, nitafanya mwenyewe wale. Kwa hiyo mtu anafanya mwenyewe setting, na hata mkileta ile course ya plumbing nayo, umeona wakienda kusoma plumbing, kwa anajikuta yeye anaweza akaseti msingi, akaseti hiyo bomba, akaseti wiring zake vizuri, akatengeneza, akajikuta yeye yuko enzo. Toka hapo mnaingia kwenye safi kabisa. Daktari anafanya kazi ya sababu ya kujenga soko letu la mjini. Safi kabisa. Na fundi umeme. Fundi umeme. Hiyo ndio ninavyotakiwa. Shule ilifungwa, tunakuja pale